الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديني إلوكوجا كولتا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. Na mbinguni ndiko kunakotoka riziki zenu na yale ambayo mnaahidiwa katika pepo na moto, yale ya kheri na yale mengine yasiyokuwa ya kheri. Ibn Abbas alayhi ridwanullah anasema wa fi samai rizqukum, na mbinguni ndiko kuna riziki zenu. Anasema riziki hapa kwa maana ya mvua. Ibn Abbas ametafsiri kwamba mvua ndio riziki inayokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mvua inaweza ikawa ni chanzo cha riziki? Mvua inanyesha katika ardhi ambayo ilikuwa imekufa, inaleta mazao ambayo mkulima kesho atayaingiza sokoni akayauze, mazao ambayo atayapeleka kiwandani ambako jana kuna bwawa lilijaa kutokana na mvua, likapeleka umeme katika hicho kiwanda kikatoa kikapokea mazao, kikatoa vyakula ambavyo vikanunuliwa na watu wengine. Kiwanda kikatoa nguo ambazo zilinunuliwa na watu. Yule alionunua nguo kutoka kiwandani ndio alienda kuziuza kwa mkulima ili astirike kutokana na baridi mathalan, ili apate kupendeza. Wa fi samai rizqukum wama tu'adun, mbinguni ndio kuna riziki yenu. Yani mvua imekuwa ni moja ya sababu za riziki kwa wanadamu, tena ni sababu kubwa sana kiasi kwamba isiponyesha mvua kwa muda fulani watu wote tunalalamika. Watu wa viwanda watalalamika kutokana na uzalishaji kuwa mdogo, kwa sababu matunda hakuna. Mfano wanaotengeneza juisi za matunda, mvua ikiwa hakuna, matunda hayatotoka. Kwa hiyo juisi za matunda uzalishaji wake utapungua na gharama zitapanda juu. Vinginevyo waweke sana stock katika kile kipindi ambacho matunda yanapatikana. Kesho ukija mchele utapanda bei. Kwa sababu gani? Mkulima hajapeleka sokoni kwenda kuuza. Kwa nini? Mvua haikunyesha. Wa fi samai rizqukum wama tu'adun. Muuza nguo pia analalamika wakulima hawajalima wakauza mazao yao wakaja kununua nguo kwetu. Yani kuna kutegemeana kukubwa katika maisha, na chanzo kikubwa kama alivyosema Ibn Abbas katika aya hii ni hii mvua. Mvua ni moja ya sababu kubwa sana za kueneza riziki baina ya waja. Wa fi samai rizqukum wama tu'adun, na mbinguni ndiko zinapotoka riziki zenu na yale ambayo mmeahidiwa. Qala Allah tabaraka wa taala: wa fi samai rizqukum wama tu'adun, na katika mbingu ndiyo inatoka riziki yenu na yale ambayo mmeahidiwa pia yanatoka huko. Swala ndugu zangu la maisha mazuri, la mtu kuwa na riziki, ni jambo muhimu sana. Kuna watu wamenyimwa tofauti na vile ambavyo wewe unacho. Katika mujitama wa wanadamu, kuna wengine huwa Allah anawapa kingi, na kuna wengine huwa Allah anawapa kidogo, na kuna wengine maisha yao ni ya taabu. Lakini jua ya kwamba swala la riziki ni swala ambalo liko katika mikono ya Allah, ni swala ambalo lipo katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usilalamike tu maisha magumu alafu ukaacha kumuomba yule ambaye huyafanya maisha yakae mazuri, naye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usilalamike tu hali yangu ya maisha imekuwa ni ngumu, hali ya mzee wangu ya maisha imekuwa ni ngumu, hali ya watu wangu imekuwa ni ngumu, alafu ukaacha kuinua mikono kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aboreshe maisha yako. Kwa sababu usidanganye, juhudi ambazo wewe unafanya sizo ambazo zinakupa wewe maisha mazuri. Juhudi ambazo wewe unazifanya sizo ambazo zinakupa wewe riziki. Mtoaji riziki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo iwe ni mchana, iwe ni asubuhi, iwe ni jioni, usiache kabisa kunyosha mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuomba ayaboreshe maisha yako. Kama ni riziki, Allah Tabaraka wa Ta'ala akujalie riziki njema, uwe na mavazi ya kuvaa, uwe na chakula cha kuweza kula, uwe na uwezo wa kuweza kuwahudumia watoto. Kama ni kwenda madrasa, uende madrasa. Kama ni kwenda maskuli, uwe na uwezo wa kuweza kuwapeleka watoto maskuli yaliyokuwa mazuri na wasome vizuri, ili waweze kuja kujisaidia baadaye wao, lakini kusaidia pia familia vile vile baadaye. Lakini haya yote sio nguvu zetu, haya yote muwezeshaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna ujanja wa mwanadamu kuweza kumpa riziki, kujipa riziki yeye.
bali mtoaji riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtaghu inda Allahi rizqa. Allah tabaraka wa ta'ala anasema tena, takeni riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye mtoaji riziki. Tena Allah tabaraka wa ta'ala ana nguvu zilizokuwa madhubuti, nguvu ambazo hazishindwi na kitu. Na kuhusia na nayosia nafsi yangu, ewe ambaye riziki yako ni ndogo au hata ewe ambaye riziki yako ni kubwa, jua ya kwamba mtoaji riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu mwingine. Ni wajibu kwako na ni wajibu kwangu vile vile kutafuta riziki kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Utakapokuwa umeyumba katika haya maisha ya kidunia, hakikisha ya kwamba unamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kukupa kile ambacho ni hitajio lako, kwa sababu hakuna anayeweza kuboresha maisha yako wewe isipokuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala peke yake. Nyosha mikono, muombe Allah tabaraka wa ta'ala akusaidie katika mambo, na Allah ni mwingi wa kusaidia. Qala Allahu azza wa jalla, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fahamuni vyema, mbinguni ndiko yuko Allah ambaye ipo riziki yenu, na vyote mnavyoviahidiwa ni katika malipo ya thawabu au katika malipo ya madhambi. Kile mlichoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki zenu msiwe na papara nazo, riziki zenu ziko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatokuwahi yeyote, wala hatokunyang'anya yeyote, wala hatokupunguzia yeyote, wala hatokuongezea yeyote, wala hatokuwa kipingamizi yeyote. Riziki iko mbinguni, imeandikwa na imekadiriwa kwa muda na kwa wakati, na haiwezi ikachelewa wala haiwezi ikawahi. Vile vile ilivyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala itakujia. Wa fis samai rizqukum, mbinguni ndiko ziliko riziki zenu. Hakuna kiumbe wala binadamu ambaye anaongeza wala anapunguza wala anazuia wala anaweka kipingamizi juu ya riziki yako. Riziki yako iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwelekee Allah kuitaka riziki yako, mwelekee Allah kumhitajia riziki yako, mnyenyekee Allah kumlilia akuongezee na akubariki katika kipato chako, na wala sio pete wala sio hirizi wala sio mganga wala sio yoyote katika viumbe. Wa fis samai rizqukum wama tu'adun, sio nguvu yako, sio degree yako, wala si ujanja wako, bali wa fis samai rizqukum wama tu'adun. Mbinguni ndiko ziliko riziki zenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yote mnayo yaahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala minal jazai, miongoni mwa malipo athawabu ya thawabu au al-iqab au adhambi na adhabu kwa wale watakao muasi. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala, riziki zake ziko mikononi mwake. Wa may yattaqillah yarzuquhu min haythu la yahtasib, yeyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamruzuku katika namna na katika mfumo na katika njia ambazo hajazifanyia hila wala hajazitarajia, kwa sababu riziki iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, Allahu akbar. Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.